Tunamshukuru Mungu kwa kuwaleta wale vijana ambao walifanya huduma katika mji huu. Wengi waliposikia Injili walimpokea Yesu. Tuna majina zaidi ya 278. Kazi ya ufuatiliaji ndio imekuwa ngumu. Inawezekana wengine waliamua haraka. Kwa mfano tumeendelea kuwapigia simu, wengine wanasema nimerudi kanisani kwangu. Sio mbaya kama wanaendelea na wokovu. Haleluya. Lakini wengine hawapokei kabisa simu. Lakini sisi tunaendelea. Mbegu iliyopandwa haiwezi kufa. Amen. Na tutambue kwamba Roho Mtakatifu ndiye huwa anawaita watu ili waweze kuokolewa. Haleluya. Ni Roho Mtakatifu ndiye anawavuta watu. Wewe ukiona umeokoka hapa si kwa nguvu zako. Inawezekana kwa muda mrefu ulikuwa unasikia neno hili lakini halikuwa linapata nafasi katika maisha yako. Kwa hiyo kama umeokolewa, mshukuru Mungu. Na wale ambao tunaendelea kuwashuhudia, wiki hii tulikuwa na semina nyingi, tulikuwa tunaelekeza watu na wengine asubuhi ya leo wamefika. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hao, tutawatambulisha baadaye. Mungu amekuwa mwema mahali hapa. Lakini kazi kubwa imefanyika, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya haya yote. Asubuhi ya leo nilikuwa nashindana sana kitu cha kuzungumza. Lakini Mungu alinipa mstari mmoja tu nikaukumbuka. Kwa hiyo ninaamini kwamba Mungu atakwenda kuzungumza na maisha yako. Kwa hiyo fungua moyo wako. Kichwa cha somo langu ni kujaribiwa kwa imani yetu. Kujaribiwa kwa imani yetu. Nitasoma katika kitabu cha Yakobo wa kwanza mstari wa kwanza 4:12 alafu 13 mpaka 15. Kujaribiwa kwa imani yako au kujaribiwa kwa imani yetu. Kama umepata, fungua mstari wa pili. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa kamilifu, watimilifu, bila kupungukiwa na neno lolote. Mstari wa 12. Heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima Bwana aliyowaandalia wampendao. 13. Mtu akijaribiwa asiseme nimejaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti.
Mwandishi wa kitabu hiki au waraka anaitwa Yakobo. Yakobo alikuwa ndio askofu wa kanisa la Yerusalemu. Huyu Yakobo alikuwa ni mdogo wake Yesu. Lakini Yesu alipokuwa hai, Yakobo alikuwa hajamwamini Yesu. Lakini baada ya kufa na kufufuka, Yakobo aliokolewa akamwamini Yesu. Na huyu Yakobo akawa ni kiongozi mkuu wa kanisa. Na mapokeo yanasema wakati alipokuwa amekufa Yakobo, walipoenda wale walikwenda kumuosha ili aweze kumzika, wanasema miguu yake hii ama magoti, maeneo haya yalikuwa kama magoti ya ngamia, kwa sababu alikuwa miguu imekakamaa, kwa sababu muda mwingi alikuwa kwenye maombi, alikuwa magoti. Kwa hiyo mapokeo yanasema walipoenda kumuosha, walimuona na ana magoti kama ngamia. Yaani ni kwamba ni mtu alikuwa anapiga magoti, alikuwa anaomba. Katika kipindi alichokuwa anaandika waraka huu, watu huko nyuma walikuwa wameokoka. Wakati wa Pentekoste walikuwa wameokoka na walikuwa wana nguvu, walikuwa na nguvu za ushuhuda, walikuwa na nguvu ya kumpenda Mungu. Lakini muda ulivyoendelea, hata hapa kuwa huwa na honeymoon ya wokovu. Unasikia? Hebu sema honeymoon ya wokovu. Kuna wakati inakuwa honeymoon ya wokovu. Yesu anapoingia katika maisha yako, unaona ulichelewa, tupo pamoja. Lakini hiyo honeymoon hii inaondoka, tupo pamoja. Kwa hiyo ukiondoka honeymoon, unakuwa mtu wa kawaida. Unasema hivi kweli nimeokoka? Kwa sababu unaanza kuona mambo ambayo yanakurudisha nyuma, mambo ambayo yanakukatisha tamaa yanakuja. Basi unaanza kuona kama inakueje. Na watu wengi baada ya honeymoon, wengi ambao wameokoka huwa wanarudi nyuma. Tupo pamoja. Wasipoangalia na wasiposimama, tupo pamoja, huwa wanarudi nyuma, hawawezi kuendelea mbele. Sasa wakati huu alipokuwa anaandika waraka huu, anasema anawaandikia Wayahudi wote waliotawanyika. Alikuwa kanisa, hali ya kanisa ya watu waliokoka. Wengine walirudi kule nyuma walikotoka. Hata wale waliojazwa Roho Mtakatifu walianza kurudia mambo ya kawaida. Ukisoma waraka wote, kama Mungu atakujalia, utaona hali ya watu ambao ni kama wamepoa. Lakini ni watu ambao mwanzoni walikuwa na moto, walikuwa wanampenda Mungu, walikuwa wanamtegemea Mungu, walikuwa wanamwishia Mungu, walikuwa wanamfurahia Mungu. Lakini sasa ni mahali wamepata shida. Sasa kilichotokea, kilichowakatisha tamaa, ni kwa sababu ya majaribu. Tupo pamoja. Katika waraka huu, majaribu, Kiswahili hakina maneno mengi juu ya majaribu ambayo yanazungumzwa hapa. Ule mstari wa kwanza tuliosoma, mstari wa pili, wa 4 mpaka 12, nirudie tena. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa imani yenu huleta saburi, na saburi inaniwe kazi kamilifu, mpate kuwa kamilifu, watimilifu, bila kupungukiwa na neno lolote. Mstari wa 12, heri mtu astahimili majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyewaandalia wampendao. Hiki kifungu ni eneo la kwanza namba 1. Tungeweza kusema maneno tuliyosoma majaribu yanayoandikwa katika hiki kifungu cha kwanza tulichosoma, tunaweza kusema mitihani. Weka mtihani pale, tupo pamoja. Au mapito ambayo Mkristo anaweza kupitia. Mitihani au mapito ambayo mtu ambaye maokoka anaweza kupitia au huwa tunapitia.
hiyo, lakini ile nyingine 14 majaribu ambayo yanazungumzwa hapa ni tofauti na hapa. Kwa hiyo katika mlango huu una mambo mawili makubwa. Kuna mapito na majaribu yenyewe kwa pamoja, au kuna mitihani na majaribu yenyewe. Nataka naomba nisikilize asubuhi ya leo. Tunaposema hapa, anasema hivi, anasema tuhesabu furaha tupu tunapoangukia katika mitihani. Ondoa hapa ni majaribu au mitihani mbalimbali, weka hapa pale ule mstari wa 2. Anasema kwamba ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika mitihani au mapito mbalimbali. Kwa pamoja weka, ongezea pale, itakusaidia kukumbuka. Anasema maana mfahamu ya kuwa kujaribiwa imani yenu huleta saburi. Kwa hiyo imani, wewe ambaye umemwamini Yesu, imani yako lazima itajaribiwa. Ukimwona hapa sijui engineer, sijui dokta au mfanyabiashara au mkulima aliyefanikiwa sana, amepitia mambo mengi tu pamoja. Na kama wewe unasoma shule, mimi nilisoma shule, alifaulu mitihani. Wengine wote labda darasani walikuwa 10 tu pamoja, amebakia peke yake. Wengine wafanya nini? Walifeli tu pamoja, walishindwa mtihani tu pamoja. Kwa hiyo imani yetu ya kumwamini Yesu lazima itajaribiwa au itapitia katika mitihani, ili uweze kuonekana ni halisia katika kumwamini Yesu. Kule nyuma mimi nilikuwa sipendi majaribu. Hai mitihani nilikuwa sipendi, lakini ilikuwa inakuja tu pamoja. Hata wewe upende usipende, sema nipende nisipende, imani yangu itajaribiwa. Imani yangu inafanya nini? Kama ni mwanafunzi huna kimbia mtihani. Nani anakimbia mtihani? Usiende shuleni basi. Ukiona mtu amesimama, amepita tu pamoja, na ile mitihani ndio inamthibitisha kwamba ameshinda, na mwishoni akifaulu huwa anatoa nini? Cheti au nini? Tuzo. Toa moja. Mimi nina vyeti vingi pale nyumbani, toa moja. Nilifaulu, yote nilifaulu. Ninacho cha form 4, hata cha darasa 7 ninacho pale. Cha darasa form 4 nilifaulu vizuri, toa moja. Form 6 nilifaulu vizuri zaidi, toa moja. Nilipoenda chuoni nilifanya nini? Nilifaulu. Nilipoenda kwenye vyuo vya Biblia vyote nimefaulu, toa moja. Haleluya. Lakini kuna wakati fulani nilikuwa silali tu pamoja nyumbani. Nilikuwa silali kwa sababu ili niweze kufaulu tu pamoja. Haleluya. Kwa hiyo Mungu katika safari ya imani, hebu sema katika safari ya imani, ili tuonekane tunastahili mbele za uso wa Mungu, Mungu huwa anaruhusu mitihani itokee tu pamoja. Unajua Mkristo ni mtu ambaye anaandaliwa. Haleluya. Anaandaliwa, Mungu anamwandaa yule ambaye ameokoka. Kama upo asubuhi ya leo uweze kujitambua hivyo kwamba Mungu anakuandaa kwa ajili ya kutawala na kumiliki. Haleluya. Kwa ajili ya kufanya nini? Ya kutawala na kumiliki. Biblia inaniambia kwamba ile siku ya mwisho sisi tuliokoka tutawahukumu malaika walioasi. Unaelewa? Kwa hiyo sisi kama watu ambao tumeokoka, Mungu anatuandaa kwa ajili ya kumiliki na kutawala. Kwa hiyo tunapokuwa hapa duniani tutapitia kila aina ya mitihani, lakini katika ile mitihani tukiwa waaminifu, tukisimama na kushinda, haleluya, Mungu anatuandalia mitihani. Lakini hapa tumesoma
anatuandalia taji. Haleluya. Sisi tumesoma pale ule mstari wa 12, anasema hivi pale, anasema hivi, anasema heri mtu astahimie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa atapokea kitu kinaitwa taji ya nini? Hebu sema taji ya uzima. Anasema atapokea taji ya uzima. Mimi sielewi hiyo taji itakuweje, lakini nitavaa siku moja. Sijui wewe kama utavaa. Haleluya. Kama utavaa, kama unapenda kushinda, Biblia inasema kwamba ameandaa wale ambao watavaa taji ya uzima. Hatukuwa hapa kusema basi nimeokoka, sielewi, naendelea kuokoka tu. Sijui unafikiri labda nimeokoka tu, lakini kumbe Mungu, haleluya, wale ambao watashinda mitihani, Biblia inasema kwamba Mungu ameandaa taji ya uzima. Haleluya. Huwa tunasoma katika kitabu cha Ufunuo, inasema kwamba atafuta machozi yao. Tupo pamoja? Anazungumza kwamba atafuta machozi yao. Anasema kila chozi litafutwa. Wale walikuwa wanalia ni kwamba kuishia Ukristo, wakati mwingine kuna machozi, wakati mwingine kuna kilio, kama is real, kama Ukristo wako ni kweli, ni real. Kwa sababu kupambana na dunia, kupambana na uovu uliopo duniani, kupambana na tamasha la dunia, inamtaka yule aliyeokoka. Wakati mwingine anajinyima, wakati mwingine anajitolea, wakati mwingine anajitoa dhabihu, wakati mwingine anakataliwa, wakati mwingine anadharauliwa, wakati mwingine anapotaka kufanya yale ambayo yangemfurahisha, anajinyima, anajitoa kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo anaendelea kuvumilia. Anasema nitaendelea kukupenda Mungu bila wasiwasi wowote, nitaendelea kutumikia Mungu hata ingekueje, nitaendelea kufuata. Sasa hiyo kazi sio nyepesi. Ni kama tunapambana na maji mengi ambayo sisi tunayasukuma. Tunaonekana kama hatuna nguvu, lakini ndani yetu kuna nguvu za ajabu, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Lakini mapambano yetu ya kushindana ili niweze kuishi wokovu, niweze kuishi maisha matakatifu yale yanayopendwa na Mungu, siku zote ni vita. Haleluya. Siku zote tutapambana na mitihani. Mtihani huu nikishinda, unakuja mtihani mwingine. Mtihani huu nikishinda, unakuja mtihani mwingine. Ni kufaulu mitihani baada ya mtihani, kwa sababu haya ndiyo maisha yetu. Ndiyo maisha yetu. Kama upo hapa hutaki mitihani, jiendee njiani hapa. Ndio maana wengine huwa tunaona wamerudi nyuma. Watu wengine wamechoka kwa sababu wanaona hii kazi ni ngumu, nimeshindwa. Mitihani, hebu sema mitihani. Na Yakobo alitaka kuwatia moyo Wakristo wakati ule, kwa sababu wakati wa nyakati zile kuwa Mkristo ulikuwa umeahidi, yani kwamba kuwa Mkristo katikati ya Warumi, katikati ya Wagiriki ambao wanaabudu miungu, wana serikali juu yao, na wewe unazungumza unasema kwamba Yesu ni Bwana, na Yesu na Bwana alikuwa mmoja ambaye alikuwa ni Mungu pia wa dunia wakati ule, anaitwa Kaisari, ndio Mungu peke yake ambaye ndiye anatambuliwa. Lakini wewe unasimama kwamba yuko Bwana ambaye ni mfalme. Basi kuita hivyo ilikuwa ni wakati umejitoa na kujitolea, kwa sababu kutetea Ukristo ilikuwa wakati mwingine unanyang'anywa haki zako kulinda Ukristo wako. Tuna kizazi cha Wakristo ambao wanapenda kufurahia, wanapenda kuenjoy kanisani, wanapenda kuburudisha kanisani, lakini hawako tayari kujitoa wakati wa kujaribiwa kwao. Wanakuwa kama watu wa dunia tu. Tuna Wakristo wengine ambao wanafikiri kuja kanisani na kuokoka ni kuja kuburudika ndani ya makanisa. Ndio maana tuna makanisa mengi ambayo ni tamasha, hayazungumzi juu ya kujitoa. Ndio maana unaweza kuwa na Wakristo legelege wasiofahamu namna ya kusimama. Kwa hiyo katika milango hii tunaona mitihani ya imani Mungu huwa anaruhusu kuonyesha kwamba umemwamini Yesu kabisa, kwamba unampenda, kwamba umeamua kumtumikia maisha yako yote mpaka kufa. Unaposema Yesu naitoa maisha yako, ni maamuzi yaliyo kamili. Ndio pamoja. Sasa huo uamuzi
ni tangazo mbele ya shetani, ni tangazo mbele ya dunia, ni tangazo mbele za watu wote kwamba umeamua kumtumikia Mungu na kumwishia, na kwamba umeokoka. Kuokoka, umeondokana katika nguvu za giza na umeingia katika ufalme wa Mungu. Sasa hilo ni tangazo. Kwa hiyo Mungu anapokuandaa huwa anaruhusu mitihani ili uweze kukua hatua baada ya hatua. Pale tumesoma ule mstari wa 13. Mtu ajaribiwapo asiseme nimejaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Hicho ni kifungu kingine. Haya ni majaribu kamili. Hii mitihani Mungu anaruhusu katika maisha yako ili tabia ya Kristo iweze kuumbika na wewe uweze kukua. Lakini kifungu cha pili cha majaribu haya yanatoka nje. Tuta pamoja. Yanaletwa na shetani mwenyewe kukujaribu ili kukuondoa katika njia ya wokovu. Kwa hiyo haya majaribu hapa mwanzoni bado nimetumia mitihani. Hapa ni majaribu yenyewe kukujaribu. Shetani anakuja akujaribu, akurudishe nyuma, akusuke, akufurahishe na mambo ya dunia. Ndio maana anasema kwamba mtu ajaribiwapo asiseme nimejaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kumjaribu na maovu, wala yeye mwenyewe hawezi kumjaribu mtu. Kwa hiyo Mungu huwa hamjaribu mtu, ila mitihani Mungu huwa anairuhusu katika maisha yetu ili tuweze kujengeka katika kumjua na katika kumpenda, tukipanda hatua moja ya wokovu kwenda hatua nyingine. Sijui kama hapo nimeeleweka. Kwa hiyo haina maana kuwa kama umemwamini Yesu na unampenda Yesu na unamfurahia na inawezekana umejazwa Roho Mtakatifu, haikupi garanti kwamba utakuwa huru na shida na mateso, maumivu, kilio, upungufu. Haina maana baada ya kuokoka hayo yataondoka. Uaminifu kwa Mungu, upendo wako kwa Mungu haukupi garanti kwamba utakuwa huru na mambo na dhiki na maumivu mbalimbali ambayo yanaweza kuja katika maisha yako. Hayo kama mwana wa Mungu yatakuja. Mara nyingi Mungu huwa anajaribu imani kwa watoto wake. Kwa hiyo kujaribiwa wakati mwingine ni heshima. Hebu fungua katika waraka wa Petro mlango waraka wa Petro wa kwanza mlango wa 4. Mstari wa 12 mpaka 14. Waraka wa Petro wa kwanza mlango wa 4, 12 mpaka 14. Lakini endelea mpaka 14. Amen. Asema wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio katikati yenu, unaowapata kama moto kuwajaribu. Kana kwamba ni kitu kigeni. Yaani unaona kitu kigeni, unasema imekueje?
2021 nilianza kwa furaha sana pale nyumbani kwetu. Na tulikuwa na mipango mikubwa. Mipango ya kazi ya Mungu na mipango ya maisha pale nyumbani. Kulikuwa hakuna tatizo lolote. Ilipofika mwezi wa 7 ndipo nilipoanza kutambua kusimama kati ya uzima na mauti. Mimi mwenyewe tu pamoja. Nilianza kutambua kwamba kumbe unaweza kufa. Mimi mwenyewe nikasema hivi kweli ninapitia huko. Wakanichukua wenzangu hospitalini pale. Wakasema oksijeni haitoshi. Nikaona wananiwekea ile dubwasha. Nilikuwa naona kwenye mapicha ya watu au hospitalini. Mwanzo nilikuwa sijielewi, hivi kweli? Nikafurahi. Baada ya siku 2, 3 nikaanza kupata nafuu. Napotoka, yule ninayempenda ndiye anaingia. Sikuelewa. Wote mnajua yaliyotokea pamoja. Yaligeuza kabisa mtazamo wa historia ya familia na mtazamo wangu na mtazamo wa huduma. Kile kipindi sikuona furaha kitu chochote. Ule mwaka ule wa 21 wote unapomalizika sioni hata kama nakula, utafikiri nakula makabichi tu. Kila kitu. Zile siku za kwanza mtu mmoja asema unaomba. Nilikuwa naomba dakika 2, naambia Mungu naomba unisaidie na kwenda kulala. Basi. Lakini naamini kuna watu ambao walisimama, waliomba. Lakini ilipofika mwezi wa 12 nikasema siwezi kuendelea tena. Nikajitia nguvu tena. Ule mwezi wa 12 mwaka ule nikajitia nguvu tena kuendelea. Si mnaniona saizi? Haleluya! Mtihani huo ulifanya nini? Ulipita. Haleluya! Haleluya! Sina maana kwamba mtihani mwingine haitapita, itakuja. Lakini haleluya, Mungu amenitunza na upendo wangu kwa Mungu unaendelea mbele. Haleluya! Naendelea kusonga mbele, si mnaniona? Naendelea kuwa na furaha. Mungu ameleta furaha kubwa ndani ya nyumba yetu. Haleluya! Na sisi kama familia tumeamua kumtumikia Mungu na kulisha jina la Bwana. Haleluya! Tumeyasahau yote ya nyuma. Haleluya! Tunayaangalia mbele na tunaangalia mbele kwa ushindi mkubwa ambao uko mbele yetu. Utakuja mtihani mwingine utashinda. Utakuja mtihani mwingine utashinda. Utakuja mtihani mwingine utashinda, kwa sababu ile dhamira ambayo tumeamua ndani yetu ni kumtumikia Mungu. Abraham ni mtu aliyepitia katika majaribu mengi tena makubwa. Kwa miaka 25 alikuwa anaingojea ahadi ya mtoto. Miaka 25. Wewe unangojea ahadi ikiwa mwaka mmoja umechoka. Unasema nimeomba sana. Upo hapa mama, upo baba binti. Si ndio unasema hivyo? Unasema nimeomba sana mimi jamani. Mungu huyu hasikii, tuna pamoja. Lakini miaka 25 Abraham alikuwa anatarajia ahadi kwa furaha na kwa mashangilio. Kwani Mungu alikuwa na ugumu gani? Ule mwaka mmoja tu amwambia achukue mtoto. Hii miaka 25 ya Abraham ilikuwa ya kumtengeneza,
ya kumfundisha uvumilivu, ya kumfundisha zaburi, ya kumfundisha namna ya kutembea na Mungu. Na kama aliona naomba, alipoona kwamba haombi, wakati mwingine amechoka, anaingia kufunga na kutafuta uso wa Mungu. Alisema, Bwana sielewi maana haya napitia. Mungu umeniahidi mtoto, lakini miaka inapita inasonga. Na wewe dada na mama hapa upo, inawezekana upo wakati mwenye mapito yako unasonga, unaona mambo hayawezekani, unaona mambo yamechelewa, unaona hayaendi. Lakini Abraham alingojea miaka 25 ili aweze kupata ahadi yake ambayo alikusudia. Ilipofika miaka 25 kukamilika, yeye akiwa na miaka 100 na mke wake akiwa na miaka 90, ahadi ikatimia. Akazaliwa Isaka, mnaelewa? Akazaliwa Isaka. Oh, ilikuwa furaha kubwa mno. Haleluya. Ikawa furaha kule nyumbani, ikawa furaha, wakawa wanashangilia. Wanasema, nafikiri waliimba Mungu yu mwema, wananyosha. Wanasema muimbe wote. Abraham alikuwa na vijana 318. Nafikiri wote walisimama, wanasema kwamba kuna habari njema tulikuwa tunasubiri kwa miaka 25. Tumeona mkono wa Mungu unatembea ndani yetu. Wakawa wanaimba, wanamshangilia Mungu. Na naambiwa, nimesoma katika Mwanzo 22, anasema kwamba kulikuwa na wakati wa siku ambapo alikuwa anaachishwa kunyonya. Abraham alileta sherehe kubwa, watu wengi walikwenda kusherehekea. Aliita watu wengi, ikawa sherehe kubwa, wanafurahi. Sema kwamba walisemeje? Alikuwa anamshuhudia mwenzake anahangaika, sema, unasikia rafiki yangu, Mungu yale aliyoahidi huwa anatenda. Anasema, akasimama Abraham kutoa hotuba, akasema, nataka niwatangazie leo hapa kwamba ahadi hii tumeingojea miaka 25. Mungu wa mbingu na nchi tunayemtegemea anajibu ahadi. Ndio mnamwona wewe Isaka. Haleluya. Ndipo sherehe ilikuwa nzuri, lakini katikati ya sherehe ikaharibika. Tuwa pamoja? Sherehe ilikuwa nzuri, lakini ikaharibika kabisa. Kulikuwa na kijana anaitwa Ishmaeli, mtoto alizaliwa kwa Hagai. Wakati wengine wanasherehekea, katika toto kalikuwa na miaka 12, kanazalao, kana kejeli kabisa. Sara akakaangalia, akaambia, wewe Abraham, pamoja na sherehe tunaendelea, muondoe huyu, tuna pamoja, aondoke hapa, tuna pamoja, kwa sababu mwana wa ahadi hawezi kurithi pamoja na nani? Na mwana wa mtumwa. Wakafukuzwa, wakaendelea. Sitaki niendelee na habari hiyo, lakini nataka nizungumze. Baada ya miaka 12, furaha ya Abraham ikaondoka. Hebu sema, baada ya miaka 12. Tena furaha ya Abraham ikafanya nini? Ikaondoka. Abraham akamuuliza, hivi nakusikiliza Mungu, ni wewe unayesema ni sauti ya shetani? Mungu alisema, ni mimi nasema, mtoe huyu mtoto ukamchinje au ukamchome awe dhabihu. Umesema nini? Naona hii sio sauti yenyewe. Hii ni sauti ya shetani. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, toka. Hii sauti siwezi kusikia. Nataka huyu mtoto ukamtoe awe dhabihu. Wakati tunaposoma Biblia huwa tunafikiri ilikuwa siku moja. Yalikuwa ni mapambano ya muda, mpaka akasema, Bwana namtoa. Hebu sema, Bwana namtoa. Bwana namtoa. Haleluya. Hivi mwajiuliza, kwa nini Mungu alimtaka Isaka, mwana wa ahadi, atolewe? Mwajiuliza vizuri. Kulikuwa kosa katika ile nyumba. Ile furaha ilizidi. Na kale katoto kalikuwa ka Mungu mle ndani. Hebu sema, kalikuwa ka Mungu mle. Kalikuwa ka sanamu mle ndani. Ukiendelea kutunza sanamu, Mungu huwa anapenda kuziondoa hizo sanamu.
anazipenda kuziondoa. Nisikilize vizuri, nazungumza na moyo wako. Nataka nizungumze na moyo wako ujue namna ya kutembea na namna ya kumtegemea Mungu. Kwa hiyo kaligeuka kuwa kasanamu kale jamaa. Kwa hiyo kale walikuwa hawakapingi, tuna pamoja. Hata maonyo makubwa kalikawa hawakowezi, ni katoto kapendwa. Hebu sema mwana mpendwa. Bila kumwambia, maana anajua angemwambia Sara ungekuwa msiba. Akaondoka akasema twende tukamwabudu Mungu kule Moria. Wakaondoka na baba yake. Mwendo wa siku 3. Wakafika mahali wanasema, baba, mbona kuni hazipo? Na sadaka walipofika kule na kuni zimefika kamebeba. Wanasema mbona nani? Mwana kondoo wa kuchinja hayupo. Maana tumezoea kule nyumbani huwa unapochinja, unapotoa dhabihu huwa unaweka mnyama. Sasa imekueje? Naomba asema Bwana atafanya nini? Atajitwalia. The Lord will provide. Hallelujah. Wakafika pale. Ghafla alikuwa analia, usifikiri alikuwa na furaha. Lakini kwa sababu anamtii Mungu, akaanza kumfunga mikono, pamoja. Akamfunga miguu. Akamweka kwenye madhabahu. Hallelujah. Alipokuwa anachukua kisu ili amchinje, akasikia sauti nyingine ikisema, Abraham, Abraham, usimchinje mwanao. Ukisoma katika mstari wa mlango wa 22 mstari wa 12, Mungu anasema, nimetambua kwamba wewe unanicha, wewe unaniheshimu, kwa sababu hujamkatalia mwanao wa pekee. Mmoja some pale Mwanzo 22 mstari wa 12. Sasa kwani ndio Mungu anamjua Abrahamu sasa kwamba ndio anamcha? Ina maana kuna grade. Haleluya. Haleluya. Miaka 25 ya kungojea uvumilivu. Mungu aliuona uvumilivu wa Abrahamu. Kule nyuma anapomwambia nenda ukaende katika nchi ambayo nitakupa, aliuona uvumilivu wa Abrahamu. Ibada mbalimbali ambazo Abrahamu alikuwa anaendelea. Ina maana katika maisha yetu ya Ukristo ni stage baada ya stage. Hebu sema hatua baada ya hatua. Mungu huwa anapima bado kama tunaendelea kumpya, kama tunaendelea kumpenda. Na njia moja peke yake anaweza kujua ni pale anapotupitisha katika mitihani. Nikwambie kitu kingine. Sasa kile kimungu kiliondoka, na kweli nataka nikwambie Isaka alichinjwa. Yule aliyetoka alitoka mtu mwingine. Haleluya. Je, uko tayari kumwachia Isaka wako Mungu akupe Isaka mpya? Haleluya. Uko tayari? Ni kweli baada ya hapo yule Isaka hakuwa vile vile, tuna pamoja. Abraham alipokuwa anamwangalia akajua kwamba huyu sio kimungu tena. Kuanzia pale kile kilikuwa sio kimungu cha kuabudu mle ndani. Alimkabidhi kwa Mungu, akaanza kumfurahia Mungu. Lakini kwa maneno mengine tunaposoma katika Injili katika Warumi, anasema Isaka ni kama alikuwa amekufa.
akawa amefufuka, kwa sababu amri ya kutolewa ilifanyika na Abraham alikuwa amefanya matoleo, lakini Mungu akamrudishia tena. Sasa Mungu anamwambia, nimeona kwamba unanipenda mimi, lakini pia kwa hata hujaachia kile kimungu chako kimeondoka sasa moyoni mwako. Kwa hiyo aliking'oa kimungu kilichokuwa ndani ya Abrahamu, akaabudiwa Mungu peke yake, na Mungu peke yake ndiye anayetakiwa kuabudiwa na kuheshimiwa katika moyo wako. Hebu sema Mungu peke yake. Haleluya. Peke yake ndio mmoja. Sio kitu chochote, sio mali, sio vitu vingine vyote, sio vitu vyote ambavyo unavipata. Kama umeunda mimungu ndani yako ambao umekuwa ukitegemea, hivyo huwa vinaweza kuondoka. Vikiondoka usilalamike, kwa sababu Mungu ni Mungu. Huwezi kumuuliza maswali. Hebu sema Mungu ni Mungu, siwezi kumuuliza maswali. Mungu ni Mungu, huwezi kumuuliza maswali. Kwa hiyo Mungu anapotaka kujengea tabia, anataka kujulisha jinsi unavyotakiwa kuishi, anapotaka kukutengeneza wafalme na makuhani katika nyumba yake, hao sio watu wa kawaida. Haleluya. Ni watu ambao wako tayari kusimama wanapopitia katika mitihani ili waweze kushinda. Je, Abraham alishinda mtihani au hakushinda? Alishinda, sivyo? Haleluya. Kwa hiyo tumeona majaribu ambayo tumesoma. Tumeangalia hiyo pointi ya kwanza juu ya mitihani, na sasa tuangalie juu ya majaribu. Hii mitihani inaendelea kidogo. Mitihani ni mambo magumu ambayo Mungu anaruhusu katika maisha yetu ili kuipima imani yetu na kuleta kitu kinaitwa saburi. Saburi ni mambo ambayo unayangojea, ni kama hayaonekani, lakini mwisho huwa yanatokea kwako. Soma katika waraka wa Warumi mlango wa 15, mlango wa 5, mstari wa 3. Warumi mlango wa 5 mstari wa 3. Anasema hivi: wala sivyo tu, ila mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi. Kwa hiyo dhiki zinaweza kuwepo katika maisha yako. Najua wengi hapo mnapitia katika dhiki, na unajiuliza na kueje. Unaomba, unafanya shughuli zako, kama ni shughuli zako unaona haziendi, ni dhiki ambazo kama mtu wa Mungu zimeruhusiwa katika maisha yako. Kwa hiyo dhiki ni nafasi ya kukua katika tabia na mwenendo wako katika Yesu Kristo. Tuje kipengele cha majaribu yenyewe. Tumesema majaribu hayatoki kwa Mungu, lakini ni ushawishi wenye nguvu ambao unakushawishi na kukupelekea utende dhambi na umkose Mungu. Tumesoma pale ule mstari wa 13 wa kitabu cha Yakobo, asema mtu ajaribiwapo asiseme nimejaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila moja hujaribiwa na tamaa yake. Hebu sema tamaa yake. Anajaribiwa na nini? Na tamaa yake mwenyewe.
Na Biblia inasema kwamba huku akivutwa na kudanganywa. Nasikia? Anafanya nini? Mungu hamjaribu mtu ili atende dhambi, ili atumbukie kwenye mashimo. Mungu sio kazi ya kupeleka watu kwenye mashimo. Lakini shetani siku zote anataka anaweza kukushikisha hata dhambi. Anasema fanya hivi, kanyaga hapa, tu pamoja. Na anasema huku akifanya nini? Akivutwa na nini? Kwanza akivutwa na kufanya nini? Kujaribiwa kwanza na tamaa yake. Alafu huku akivutwa na kudanganywa. Nani hapa wamewahi kudanganywa? Sote tumewahi kudanganywa mara moja au mara mbili. Usiseme ilikuwa bahati mbaya. Anasema ilikuwa bahati mbaya. Lakini kuna kitu kinaitwa tamaa iliyokuwa imekaa ndani ya moyo wako. Hiyo ndio ilikuwa inakudrive. Tupo pamoja? Sote wote tunajua hii njia ni ya hatari. Hii ndiyo njia ya uharibifu. Lakini tunafanya nini? Udanganyifu, shetani huwa na blind. Tupo pamoja? Anaweka upofu. Anadanganya. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba linda moyo wako kuliko kitu kinachofanya nini? Ulindacho. Kwa sababu katika moyo wako ndiko yako yanayotoka hadi chemchemi ya uzima. Kwa hiyo usipolinda moyo wako, udanganyifu, tamaa, kila mtu ameumbiwa tamaa za namna mbalimbali ndani yake. Tupo pamoja? Lakini tunapokuwa tumeokoka, zile tamaa zinasurubishwa na Kristo. Tunapoendelea kujitoa kwa Kristo kila siku, zile tamaa zinakandamizwa. Ukijiachia, zile tamaa huwa zinaondoka na kuinuka. Unanielewa? Huwa zinarudi. Tupo pamoja? Vile vitu ambavyo ulikuwa vikata. Tupo pamoja? Sasa kazi yako, ndio maana mtu aliye Kristo unatakiwa kujitoa. Unatakiwa kila siku umwambie Mungu, nimeamua, haleluya, nimeamua kukufuata, nimeamua kukupenda, nimeamua kwamba mimi nitakuwa mtu wako. Utakuwa mtu wa maombi, utakuwa mtu wa kusoma neno la Mungu, utakuwa mtu wa kushirikiana na watu kwenye ibada. Utakuja, ndipo zile tamaa zinakufa. Haleluya. Zinakufa, huwa zinafifishwa. Hebu sema zinafishwa. Ndio mmoja. Lakini huwa zinaweza kuamka kama usiposimama na moyo wako kujitoa kabisa kwa ajili ya Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kuwa mstari huu unasema mtu ajaribu hapo asiseme nimejaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila moja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa, unasikia? Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba. Kumbe tamaa huwa inachukua mimba. Tupo pamoja? Ukianza kuona mtu anarudi nyuma, huwa harudi nyuma kwa siku moja. Tupo pamoja? Kuna vitu fulani huwa anaanza kupunguza. Tupo pamoja? Mtu mmoja alisema ukiona anakataa kusema Bwana asifiwe, ujuage huyo amekwisha. Hawa Yakobo alikuwa anawaandikia, walikuwa wameokoka. Aliona, lakini aliona kwamba baadaye wamechoka. Ndio maana anasema kwamba ikisha hiyo tamaa inachukua mimba, na ikisha kuzaa inazaa mauti. Kwa hiyo inamfanya mtu wa Mungu aliyeokoka
asione tena upendo wa Mungu. Nataka kipimo rahisi cha kujipima. Ukiona furaha ya wokovu haipo, unajilazimisha, ujue kuna mambo yameanza kuingia ndani yako. Ukiona moyoni hakuna mashangilio, unajua mashangilio, ile furaha. Ukiona moyoni mwako hupendi kuwasalimia ndugu zako, hupendi kuja kanisani, kwenda kupendana na watu wengine, ujue tayari jamaa ameanza kushughulikia. Ukiona unapenda kujitenga, unataka mambo yako mwenyewe, ujue tayari jamaa ameanza kufanya nini? Kushughulikia. Baadaye atakuviringa, atakutupa nje, utakuwa peke yako, tupo pamoja. Sasa kule ndiye anakushughulikia. Wewe Mungu, mtu akisema nimeanguka, huwa haanguki mara moja. Unasikia? Anaanza kuanguka polepole. Hebu niseme, binti aliyeokoka, baba aliyeokoka, mama aliyeokoka, tupo pamoja. Nitoe hatua, sio mfano mzuri, lakini kweli stage za baba aliyeokoka amejaa Roho Mtakatifu, tena anasali katika kanisa hili, kweli anachukuliwa kwenye teksi, tupo pamoja, anajua anakokwenda anafanya nini, na hizo hapa anakokwenda anaenda maeneo yasiyo. Atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Yeye ashindaye. Katika makanisa 7 ambayo Yohana aliandikia, hili kanisa Sina ndio kanisa lilikuwa bora. Lilikuwa kanisa maskini, lilikuwa kanisa lenye uhitaji, lakini lilikuwa na imani kubwa. Wakati wa kujaribiwa, wakati ambapo mateso yalikuwa mengi katika ile kanisa, lakini wao walisimama kama washindi. Walisimama kama washindi. Na Biblia inasema pale, anasema kwamba, anasema najua dhiki yako na maskini wako, lakini hutajiri. Najua na matukano ya hawa wasemao ya kuwa ni ya Wayahudi, wala si wao, bali ni sinagogi ya Shetani. Sinagogi ya Shetani. Kuna masinagogi ya Shetani kwa pamoja. Mengine na jina la Kristo kwa pamoja. Anasema sio. Anasema hapa, anasema usiogope. Maana usiogope mambo yatakayokupata. Tazama wewe Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Hebu sema siku 10 tu. Wapi siku 10? Siku ngapi? 10. Dhiki waje endelee. Kama moja ni siku. Kwa dhiki tutakwenda. Lakini anaeleza pale, anasema kwamba uwe mwaminifu mpaka nini? Uwe mwaminifu mpaka nini? Mpaka kufa. Katika kanisa hili alikuwepo askofu anaitwa Polycarp. Katika kanisa la Sina alikuwepo askofu anaitwa Polycarp. Huyu alikuwa mwanafunzi wa Yohana, na ndio alikuwa askofu wa kanisa la Sina. Alikuwa mwanafunzi wa huyo Yohana ambaye ameandika Ufunuo. Yeye ndiye aliyemfundisha na kuokoa aweze kuwa wokovu kutoka katika upagani. Huyu Polycarp alikuwa mwaminifu kwa miaka 86. Akawa anatembea katika kumtegemea Bwana. Sasa siku moja ilikuwa ndio siku ya mwisho, walikuja wamemkamata, wakamwambia mkane Yesu
Wakasema usipomkana, yule alikuwa anamhukumu, alikuwa anamhuruma naye. Anasema fanya tu, alikuwa anambembeleza. Anasema kubali tu. Utakwenda kuungua. Amri hii imetolewa ni kubwa, utapata moto. Anasema mimi siwaogopi hawa wanaoogopa mimi, lakini wao watapitia na moto wa milele. Mimi siwezi. Kisha akasema statement kubwa. Akasema kwa miaka 86 nimemtumikia huyu Yesu. Hajawahi kunifanyia ubaya wote. Leo siwezi kukana jina lake. Kwa hiyo wanasema kwamba waliingia kumchoma moto, lakini moto ulishindwa kumgusa. Ndipo mwishoni wanaambia wakachukua ukuki wakampiga nyara. Alikufa akitetea imani yake ya Yesu Kristo. Somo langu lilipoanza lilikuwa ni kujaribiwa kwa imani yako. Imani yako itajaribiwa. Nisikudanganya kwamba tumekuja kwenye wokovu ni mabaraka. Hakuna mabaraka. Lakini namshukuru Mungu kwamba iko mbele kuendelea. Tutapita katika mambo mengi. Kwa hiyo tutapita katika mambo ngapi? Mawili. Tutapita katika majaribu, sivyo? Tutapita katika mitihani. Na vyote tutashinda. Haleluya. Amen. Yote tutafanya nini? Tutashinda. Yote tutashinda. Haleluya. Tutasimama kama huyu Polycarp pamoja. Anasema kwamba huyu Polycarp akasema kwamba siwezi yaona ubaya wa Yesu. Yule jamaa alikuwa anambeleza kwamba sikubali tu utaishi. Asema sioni, siwezi kulikana jina la Yesu. Haleluya. Yesu ni mwokozi wangu. Yesu ni Bwana wangu. Amen. Akasimama hivi pamoja. Ndivyo imani. Sisi ambapo ni nchi huru, China watu hawaabudu kama tunavyoabudu sisi. Kwa sababu serikali imepewa. Iran watu hawaabudu hivi. Ndio maana sisi tunakristo. Ndio na wengine wanagombana kidogo kidogo. Lakini Iran hao wameshapita. Yaani hapa vitu vingine shetani kinaleta kidogo kidogo. Lakini kujua watu wengine wanakutetea Kristo huko waliko. Iran wanajificha na Waislamu, lakini wanaogopa watu kama elfu wa Iran. Wanajificha wanaonekana. Wamebeba nguo ya baibui lakini milango ya Wakristo. China ndio inatokea. Na maeneo mengine katika kutetea imani ya Kristo. Mstari mmoja anasema kwamba hamjajaribiwa mpaka kumwaga damu. Inazungumza katika kitabu cha Wakorintho mlango wa 10. Anasema hamjajaribiwa mpaka kufanya nini? Tumalizie mstari huu. Wakorintho anasema hamjajaribiwa kweli? Mpaka kumwaga damu. Korinto 10:13. Jaribu alipopata nini isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata wacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na ile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Katika kile jaribu kuna nini? Kama kuna mlango kuna nini? Kuna dirisha. Washindi wana hata kabisa kujilinganisha na dunia, wala kuishi katika uovu. Washindi siku zote wanapenda kumsikiliza Roho Mtakatifu anasema nini. Washindi ni wale ambao wanabaki waaminifu mpaka mwisho. Hebu sema mpaka mwisho. Ndugu yangu, umeokoka? Kuja hapo kwa siku moja, kama moja. Umeokoka kwa nini? Hakuna likizo, sema hakuna likizo. Hakuna likizo. Kama unafikiria kama kuna likizo, haiko kwa moja. Endelea kuwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Amen. Amen. Hebu simama.